Wabunge, baada ya ninyi kuhojiwa na kuafiki hoja ya Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii, sasa nitangaze rasmi kwamba makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maliasili na Utalii kwa mwaka wa fedha 2025-2026 umepitishwa rasmi na Bunge. Nitumie pia fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, Katibu Mkuu na Naibu Makatibu Wakuu. Tunawapongeza sana kwa kazi nzuri mnayoifanya, lakini pia tunawatakia kila laheri katika utekelezaji wa yale ambayo mmewaahidi waheshimiwa wabunge hapa kwamba mnaenda kuyafanyia kazi, ikiwa ni pamoja na zile hoja ambazo zimeletwa na kamati, lakini pia ushauri uliotolewa na kamati na pia ushauri uliotolewa na wabunge. Mmeonesha kwamba mmeupokea, hivyo tunawatakia kila laheri kwenye utekelezaji. Waheshimiwa wabunge, mwenyekiti wetu tunakupongeza sana na tunashukuru kwa kazi nzuri. Mheshimiwa Mzava, lakini pia makamu mwenyekiti Mheshimiwa Najma, tunawashukuru sana kwa kuendelea kuisimamia vizuri kamati hii ambayo pia inasimamia wizara hii. Wajumbe wote wa kamati hii pamoja na ninyi nyote waheshimiwa wabunge, wengine mnatoka maeneo ambayo kuna changamoto huko na sio wajumbe wa hii kamati, lakini mnafanya kazi nzuri ya kuhakikisha hoja zenu zinasikika upande wa kamati, lakini pia hapa bungeni. Kwa hiyo tunawashukuru sana pia kwa ushirikiano. Waheshimiwa wabunge, baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri, jambo moja kwenye taarifa, kwenye hotuba yako ukurasa wa 26 umezungumza kuhusu wanyama wanaohamishwa kutoka maeneo mbalimbali, na umetaja hapo baadhi wanapelekwa huku, baadhi wanapelekwa huku, aina mbalimbali za wanyama. Lakini na hawa wanyama kwa sababu nao wana familia zao. Sasa sijui kama wakati ule wa kuwakamata na wale mnaoamua kuwahamisha, kama huwa mnaangalia familia kama mnahamisha nazo au mnamkamata tu mnyama alafu mnampeleka, akifika huko anajikuta kwamba ni mazingira kidogo magumu, kwa sababu wanaishi kwa makundi na wanaishi kwa zile familia. Na nafikiri ni muhimu kuzingatia hizo, sijui kama zitaitwa haki za wanyama, lakini nafikiri ni muhimu kuzingatia wale wanapohamishwa lazima wahamishwe kwa sura ambayo haendi huko sasa akajikuta yeye ndio yuko peke yake, alafu wote wako na mazingira yao na yeye amewaacha wenzake wote huko. Kwa hiyo sijui huwa mnaangalia vigezo gani. Nadhani kulikuwa na changamoto kidogo upande wa Kitulo. Kuna wanyama kama 2 watatu hivi waliondolewa wakaacha familia zao mahali, alafu wakashindwa kujikuta kwamba zile familia zilizoko kule kwamba wanaweza kuendana nazo. Kwa hiyo ili tunafikiri kwa sababu teknolojia imeshakuwa sana, na nyinyi kama mlivyoeleza kwenye kitabu cha hotuba, kwa kweli mnafanya kazi nzuri, mnawawekea wanyama hawa vile vifaa vya kutambua wanaelekea wapi, kama kundi wanafanya nini. Basi hivyo vinaweza pia kuonyesha kwamba ili tukiwa tunatoa familia basi tusimtoe yeye peke yake, angalau waambatane na wanafamilia wachache wakaanzishe huko familia iweze kuendelea. Mheshimiwa Waziri, tunakutakia kila laheri katika hayo, pamoja na kwamba tunaenda kwenye uchaguzi, lakini tunaamini kwa sababu watendaji wataendelea kuwepo, wataendelea kuyafanyia kazi haya kwa sababu teknolojia imeshakuwa sana. Kwa hiyo hamna haja ya kuwaletea maumivu wanyama kama tunaweza kuyapunguza. Haya, waheshimiwa wabunge, baada ya kusema hayo basi naahirisha shughuli za bunge mpaka kesho saa 3 kamili asubuhi.